kutokana na wapinzani labda kuendelea kujiboresha zaidi, wanaleta challenge kubwa kwa upande wa Simba, au tunaweza Simba kuna walakini pale ubora umeshuka? Performance imeshuka kwa sababu ukiangalia Simba miaka 8, si ndio? Kwa sababu miaka nao inaenda, siku nazo zinajiongea zaidi, kwa sababu tunazungumzia miaka 4 bora kwa upande wa Young Africans na kuna miaka 4 bora kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa hiyo watu wengi walikuwa naiona timu yao especially kwenye upande wa ligi, lakini pia kwenye michuano ya CAF Champions League. Kwa hiyo wanahitaji kuona kuna maendeleo kutokea pale walipokuwa wameishia miaka 4 nyuma iliyopita, kusogea mpaka kwenye upande wa hatua za hapa katikati, kwa sababu unaizungumza ni Simba ambayo kwenye misimu 8 mpaka 9 walikuwa wanaishia tu hatua ya robo finali kwenye michuano ya CAF Champions League. Lakini msimu uliopita kwa timu ambayo mimi naamini watu hawakuwa na imani nao kubwa, kwa sababu cha kwanza walikuwa wamesajili wachezaji 13 kwenye upande wa dirisha la usajili, na timu hiyo kila mmoja alikuwa anazungumza kutokana na wachezaji ambao tuko nao tutahitaji zaidi kuwapa muda, lakini timu hiyo ndio imefanikiwa kuweza kufika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo mashabiki wanaitizama timu yao, wanaangalia na aina ya sajili ambazo zilizokuwepo. Simba hawamhitaji tu mpanzu mmoja peke yake kwenye upande wa kikosi chao, wanahitaji kina mpanzu wawe wengi, kina Rushin wawe wengi kwenye upande wa timu yao, ili kuhakikisha kwamba timu inaenda kwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi nadhani changamoto ambayo Ahmed Ally anaizungumzia ni ndani ya uwanja cha kwanza, lakini pia kutokana na aina ya sajili ambazo wamekuwa wanaozisajili. Ukiangalia kwa msimu huu wamefanikiwa pia kusajili zaidi ya wachezaji 12. Tizama kwenye wachezaji 12, ni wachezaji wangapi ambao wanaanza kwenye upande wa kikosi cha kwanza? Sana sana utamtaja Rushin, anaanza kwenye upande wa kikosi cha kwanza, Anthony Mligo, na hii nafasi ambayo ilikuwa sio ya kupigania, kaondoka mchezaji kaja mchezaji, si ndio? Kwa lazima tu acheze, hata kama hatutuonyesha kitu bora, lakini lazima aweze kufanyaje, kuweza kucheza. Ukija kwenye eneo la katikati, Alassane Kante itabidi naye acheze, kwa sababu msimu uliopita alikuwepo Fabrice Ngoma. Kwa hiyo nafasi ambayo iliyokuwepo wazi, inawezekana watu wakawa wanamuona yuko slow, lakini bado hakuna option nyingine zaidi ya Alassane Kante mwenyewe. Mchezaji kama ambaye watu wengi wanatarajia kuona makubwa kutoka kwake ni Jonathan Soa, ambao ukiangalia ameondoka Ateba, amekuja nani? Soa. Lakini naye pia kwenye mechi za hivi karibuni tumeona namna ambavyo impact yake imekuwa ndogo zaidi.